changamoto zipi zinakabili ustawi na usalama katika familia. Na mimi ningeomba, kwa sababu Biblia inatuambia neno la Kristo na likae kwa wingi mioyoni mwenu, nitaomba mkariri maneno haya baada yangu. Semeni maneno haya: mlee mtoto katika njia impasayo, naye hata iacha hata atakapokuwa mzee. Naomba niulize, wanaoambiwa walee ni nani? Hebu rudieni tena. Jipigeni makofi kwa sababu mmefaulu. Wajibu wa kwanza kabisa wa malezi kwa mtoto ni wazazi. Maana Mungu amekupa zawadi ya mtoto, urithi, kama maandiko yasemavyo. Wako watu ambao hawajajaliwa baraka ya watoto. Wewe ambao umejaliwa baraka ya mtoto, Mungu anakuambia mlee katika njia impasayo, naye hata iacha hata atakapokuwa mzee. Lakini sasa nyakati zetu wazazi hawana muda na watoto, na hiyo ndio changamoto kubwa sana inayotukabili. Tumeona hata wazazi wanaopeleka watoto wadogo kabisa shule za kulala. Mtoto ana miaka 5, miaka 6 anapelekwa shule ya kulala. Ni kama wazazi wanaona huyu mtoto ni kero, wanampeleka huko ili waweze kukaa wenyewe, lakini wanakuwa wametelekeza wajibu waliopewa na Mungu mwenyewe wa kumlea mtoto katika njia ipasayo. Napenda kusema, wapendwa wazazi mliopo katika ibada hii, changamoto kubwa sana inayosumbua leo ya ustawi na usalama wa familia ni wazazi kukosa muda wa kuwalea watoto wao, kukaa nao, kuwafundisha, kuwaelekeza hata yale mambo ya msingi. Leo unaweza kutana mtoto mdogo hata kusalimia hasalimii. Sana akisalimia anakupa nusu salamu. Wangapi wanajua nusu salamu inasemaje? Asante dada Suzu, umeelewa? Hebu sema kwa sauti. Asante. Hiyo ndio salamu. Hakuna shikamoo nani. Sio baba, sio mama, ni shikamoo. Wewe utaamua mwenyewe umalizie kilichobakia. Huyu ni mtoto ambaye hana malezi. Anamuona kabisa ni mchungaji anakola, ilitarajiwa aseme shikamoo mchungaji. Hasa shikamoo. Hiyo nusu ni utamalizia mwenyewe. Ni dalili ya kukosa malezi. Shikamoo bibi, kama umemwona huyu ni bibi. Shikamoo babu. Sasa hayo hawawezi kuyafahamu kama hawajafundishwa. Na zamani tulikuwa tunalelewa sio tu na wazazi, tulikuwa tunalelewa na jamii. Kama mzazi hajakulea vizuri, ukifika huko njiani hujasalimia mtu mzima, anakuita hebu njoo. Unafikiria kuna kitu anakunong'oneza. Kama hamna fimbo karibu, anakufinya vizuri. Unalalamika, kwa nini nimefinywa? Anakuambia umenipita mimi kama gogo, kwa nini hujanisalimia? Wangapi walipitia haya? Sisi tulipitia, tulikuwa tunafinywa kama hujasalimia. Alafu kosea uende ukawaambia wazazi kwamba kuna mtu kanifinya. Wazazi wanakuuliza, kwa nini amekufinya? Unasema eti amesema sijamsalimia. Kumbe anaitisha kiboko, anakuongezea, anaona yule hajakufinya vizuri. Hayo tulifundishwa katika ngazi ya familia. Leo tujihoji, wazazi wapendwa, waume kwa wake, kama bado tunawalea watoto wetu jinsi ipasavyo. Kama hatufanyi, naomba usiseme vijana wa leo wameharibika. Kabla vijana hawajaharibika, waliotangulia kuharibika ni sisi wazazi.